Leo kuna somo ambalo Roho Mtakatifu ameweka ndani yangu, na hili somo litatufundisha namna ya kutembea na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sisi kama waamini, msingi wetu wa wokovu ni Yesu Kristo. Kwa hiyo ni lazima tufahamu namna Yesu Kristo anavyofanya kazi katika mwili wa Kristo. Usipofahamu namna Yesu Kristo anavyofanya kazi katika mwili wa Kristo, ni vigumu sana kujua namna ya kutembea na Yesu. Kwa hiyo leo tunaenda kujifunza somo ambalo lina title Yesu atasimama juu ya mlima wa Mizeituni. Kwa hiyo kama una Biblia yako hapo ulipo, ninaomba ufungue kitabu cha Luka sura ya 19. Tenda kusoma mstari wa 29 mpaka 33. Kitabu cha Luka sura ya 19 mstari wa 29 hadi 33. Neno la Mungu linasema, ikawa alipokaribia Bethfage na Bethania kwenye mlima uitwao wa Mizeituni, alituma wawili katika wale wanafunzi, akisema, nendeni mpaka kijiji kile kinacho wakabili, na mtakapoingia ndani mtaona mwanapunda amefungwa, ambaye hajapandwa na mtu yeyote bado. Mfungueni mkamlete hapa. Na kama mtu akiwauliza, mbona mnamfungua? Semeni hivi, Bwana anamhitaji. Na wale waliotumwa wakaenda, wakaona kama alivyowaambia. Na walipokuwa wakimfungua mwanapunda, wenyewe waliwaambia, mbona mnamfungua mwanapunda? Wakasema, Bwana ana haja naye. Wakampeleka kwa Yesu, wakatandika nguo zao juu ya mwanapunda, wakampandisha Yesu. Naomba unisomee mstari wa 29 taratibu. Kitabu cha Luka sura ya 19 mstari wa 29. Neno la Mungu linasema, ikawa alipokaribia Bethfage na Bethania kwenye mlima uitwao wa Mizeituni, alituma wawili katika wale wanafunzi. Inasema hivi, neno la Mungu linasema, Yesu alienda Yerusalemu, na alipoenda Yerusalemu akafika sehemu moja, anasema akakaribia Bethfage na Bethania kwenye mlima uitwao mlima wa Mizeituni. Ukiona Biblia au neno la Mungu linataja location ya sehemu, there is an experience. Kuna kitu cha kujifunza kwenye hiyo location. Hakuna kitu ambacho kinatajwa kwenye neno la Mungu kiko bure. Kila unachokiona kwenye neno la Mungu is an experience ambayo tunatakiwa kujifunza sisi waamini. Kwa hiyo Yesu alipokaribia Bethfage na Bethania kwenye mlima uitwao mlima wa Mizeituni, nikawa ninaposoma hili neno nikajiuliza, kwa nini Yesu alisimama kwenye mlima wa Mizeituni? There must be a lesson. Why? Kuna kitu cha kinabii ambacho Yesu alikuwa anawafundisha watu wa Yerusalemu, na alikuwa anawafundisha wanafunzi wake. Kwa hiyo miguu ya Yesu kukanyaga kwenye mlima wa Mizeituni haikuwa bure. Kuna somo ambalo limefichwa. Kwa nini Yesu miguu yake ilikanyaga katika mlima wa Mizeituni? Kwa hiyo ukikuta location unaposoma neno, jaribu kufuatilia kwa nini Yesu alisimama kwa hilo eneo, na kwa nini neno la Mungu linataja hilo eneo, alitaji maeneo mengine. Na ndivyo fuatilia, nabii Zakaria alitoa unabii juu ya Yesu miguu yake kukanyaga kwenye mlima wa Mizeituni. Kwa hiyo sisi kama waamini, kuna kitu kikubwa sana ambacho Yesu alikuwa anafundisha pale Yerusalemu. Ujue mwanafunzi mzuri sio mwanafunzi anayesikiliza peke yake. Mwanafunzi mzuri is a good observer. Mtu ambaye anaangalia vitu, ana observe na anajifunza, kwa nini hiki kinafanyika hivi? Kwa nini hiki kinafanyika hivi? Ni lazima ujifunze kuobserve katika kila mazingira. Kwa nini hicho kitu kimetokea namna hiyo? Sasa kuna kitu ambacho utaenda kujifunza, kwa nini Yesu
alisimama katika mlima wa Mizeituni. There is a spiritual lesson. Fungua kitabu cha Zakaria sura ya 14. Tenda kusoma mstari wa 3 na wa 4. Kitabu cha Zekaria sura ya 14 mstari wa 3 na wa 4. Neno la Mungu linasema, hapo ndipo atakapotokea Bwana, naye atapigana na mataifa hayo kama vile alipopigana zamani siku ya vita. Na siku hiyo miguu yake itasimama juu ya mlima wa Mizeituni unaoelekea Yerusalemu upande wa mashariki, na mlima wa Mizeituni utapasuka katikati yake upande wa mashariki na upande wa magharibi. Litakuwako huko bonde kubwa sana, na nusu ya mlima ule utaondoka kwenda upande wa kaskazini, na nusu yake itaondoka kwenda upande wa kusini. Kwa hiyo nabii Zakaria alikuwa anatabiri, anasema miguu ya Mungu itasimama katika mlima wa Mizeituni. Na atavosimama katika mlima wa Mizeituni, neno la Mungu linasema atapigana na mataifa. Haya mataifa yanayozungumziwa ni mataifa gani? Haya mataifa yanayozungumziwa ni yale mataifa ambayo yalikuwa yanaweka Israeli utumwani. Maana yake kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kujifunza, naomba unisomee mstari wa 3 taratibu. Tutajifunza kuna vitu ambavyo kwa nini Yesu alisimama katika mlima wa Mizeituni. Kitabu cha Zekaria sura ya 14 mstari wa 3. Neno la Mungu linasema, hapo ndipo atakapotokea Bwana, naye atapigana na mataifa hayo kama vile alipopigana zamani siku ya vita. Kuna kitu natakiwa ufahamu. Mungu ni Mungu wa visitation. Mungu akitaka kumfanikisha mtu kwenye eneo lolote, ni lazima amvisiti huyo mtu. Kwa hiyo kitendo cha Yesu kukanyaga miguu yake katika mlima wa Mizeituni ilikuwa inaonyesha kwamba Yerusalemu wametembelewa na Mungu. Ndio maana Yesu akawa anasema, ewe Yerusalemu, kama ungejua wakati wa kujiliwa kwako. Manake Yerusalemu alipata visitation, lakini alikuwa hajui kama Mungu ametembelea mji wa Yerusalemu. Ndio maana neno la Mungu linasema Bwana atatokea. Manake katika kila season ya maisha ya mtu, kuna wakati Mungu anaamua kutokea katika maisha yako ili abadilishe kila kitu. Ila katika ulimwengu wa roho, watu wengi wanashindwa kupasive wakati wa kutembelewa na Mungu, wanapishana na visitation. Yerusalemu, Yesu kakanyaga miguu yake katika mlima wa Mizeituni prophetically. Anawaambia Yerusalemu, I have come for you, but Yerusalem they are not aware kama Mungu amefanya visitation katika ule mji wa Yerusalemu. Na hizi visitation ambazo Mungu anazifanya, they are not often, azifanyiki mara kwa mara. Ukimiss one visitation, unatakiwa uombe rehema za Mungu itokee visitation nyingine. Hapa ninapozungumza kuna makundi mawili. Kuna kundi la watu ambao Mungu alifanya visitation kwa namna ya tofauti na ukuelewa ile visitation, ukashindwa kutembea na namna ya visitation inavyotaka utembee, ukapishana na visitation. Kuna mtu mmoja anafanya biashara, lakini anavyofanya biashara kulikuwa kuna visitation ya yeye kufungua kampuni, na ni mfanya biashara mkubwa, anafanya transaction kubwa. Ile visitation ilitakiwa kufanyika miaka 2 iliyopita, akaendelea kukaa bila kufungua kampuni. Ikapita miaka 2, manake kile kipindi cha grace wakati wa visitation kikawa kimepita. Alivyokuja kufungua kampuni baadaye akaanza kustruggle. Kwa nini ana struggle? Kwa sababu amemiss the visitation of the Lord. Katika kitu ambacho unatakiwa kuomba, muombe sana Mungu, utavonitembelea Mungu nielewe umenitembelea kwenye eneo gani, na usinipite kwenye hilo eneo. Unatakiwa kuhakikisha unaomba haya maombi. Unajua unaweza ukawa unaomba kwa habari ya magonjwa, lakini Mungu ameandaa siku moja ya visitation. Anasema huyu leo nataka nimtembelee kwenye eneo la afya, na siku hiyo ndo wewe
unajisikia kuangalia tamthilia, umelala nyumbani, unasema leo bana, na aka kabaridi aka kamvua, ngoja nipumzike. You are missing the visitation. Visitation haina formula. Inaweza kaja kwa mfumo tofauti. Wengine inaweza kaja kwa maono, wengine inaweza kaja kwenye ndoto, wengine inaweza kaja kwenye ibada, wengine inaweza kaja kwenye kuabudu, wengine inaweza kaja kwenye vitu unavyofanya Mungu akaamua kutembelea kubadilisha maisha yako. But if you miss the visitation, umemiss grace na umemiss breakthrough. Ndio maana hapa kila mmoja wenu kuna kipindi Mungu alikutembelea. Hiyo siku mpaka leo uisahau. Kwa hiyo Yerusalemu, Yesu kukanyaga miguu yake katika mlima wa Mizeituni alikuwa anamaanisha nimewatembelea, kuna assignment ambayo nataka nifanye kwenu. Maana yake kitu cha pili ambacho unatakiwa kufahamu kwenye kila visitation ambayo Mungu anafanya kwako ni kitu gani anataka kubadilisha katika maisha yako. Kwa sababu Mungu atakupa maelekezo ya kiroho, alafu wewe unatakiwa uchukue hatua za mwilini. Kwa hiyo kwenye kila visitation ambayo Mungu katika maisha yako ni lazima ujue unatakiwa kuchukua hatua gani za mwili ili ufanikishe hiyo visitation. Kwa hiyo hata tukiwa tunaomba hapa, tunasema pokea nguvu za Mungu. Lazima uulize hizo nguvu za Mungu, Mungu ameziachilia kwa eneo gani? Na kuna kitu gani ambacho anakifanya katika maisha yako? Ni maombi yangu asubuhi ya leo ya kwamba kwenye haya majira Mungu akakutembelee. Bwana akakutokea kama alivyotokea Yerusalemu, na ukatambue kwamba Mungu amekutokea, na atavokutokea vitu vyako vikabadilike kwa jina la Yesu. Au tabaki ukiwa kawaida, au tabaki biashara yako ikiwa kawaida, au tabaki mahusiano yako yakiwa kawaida. Ninatamka badiliko la visitation likaonekane kwako. Mungu akakupe utayari wa kuchukua hatua za mwilini katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ndio maana aliwatembelea makuhani wanapotaka kuvuka mto Yordani, akawa anaongea na makuhani, akawaambia makuhani, nyayo zenu zitavokanyaga kwenye ukingo wa mto, maji yanayotoka juu yatasimama kama chuguu. Maana yake makuhani walipata maelekezo ya kiroho, ilikuwa ni visitation ya kuvuka, lakini walichotakiwa kufanya, ilitakiwa wachukue hatua ya kukanyaga kwenye ukingo wa maji ili maji yasimame. Kama wasinge kanyaga kwenye ukingo wa maji, maji yangeendelea kupita. Kwa hiyo kuna watu, kuna eneo unatakiwa kuvuka, lakini bado nyayo zako hazijakanyaga kwenye ukingo wa maji. Unamsubiria Mungu, Mungu naye anakusubiria nyayo zikanyage kwenye ukingo wa maji. Unamsubiria Mungu naye anakusubiria. Sasa utasubiria miaka mingapi? Anasema ni huyu hajui, nyayo zake zikikanyaga tu kwenye ukingo wa maji, kuna kitu kinaenda kutokea. Yale maji yanayotoka juu yatasimama kama chuguu, na atavuka, ajui tu kitu anachokiona. Kwa hiyo kuna scenario katika maisha yako unaona ni ngumu, lakini Yesu anasubiria upige hatua. Ukipiga hatua, kuna vitu Yesu atavisimamisha vinavyokuzuia ili uweze kuvuka. Kuna vizingiti ukiviangalia unaviona vikubwa sana, lakini Yesu anasubiria tu upige hatua. Siku utapopiga hatua, hivyo vizingiti vitaondoka vyote. Kuna watu wengine unasubiria Yesu aseme su ndo uanze kujenga, na Yesu anasubiria, anasema ni huyu akipata ramani tu ya nyumba, yani ninamaliza. Yani huyu akipata proposal tu ya biashara ninamaliza. Na wewe unamsubiria Yesu. Yesu anasema ngoja na mimi nimsubirie. Wengine umenunua kiwanja, Yesu anasubiria ununue hata tofali 200 tu, afu uone namna atapoleta tofali zingine na simenti zingine. Na wewe unamsubiria Yesu. Unasema siku nikija kupata nitanunua tofali nyingi sana. Yesu anasubiria hatua ya imani. Neno la Mungu linasema atuenendi kwa kuona, bali tunaenenda kwa imani. Naomba unisomee mstari wa 3. Mstari wa 3. Hapo ndipo atakapotokea Bwana, naye atapigana na mataifa hayo kama vile alipopigana zamani siku ya vita. Kuna kitu ambacho wewe kama muamini unatakiwa ufahamu. Vita yoyote ambayo anakutana nayo mtu ambaye ndani yake ana Yesu, hiyo vita sio ya kwako, ni vita ya Yesu. Kuna watu, kwa nini mnashindwa vita? Umejitwika vita sio ya kwako. Kwa hiyo Yesu alisimama katika mlima wa Mizeituni prophetically, anasema hakuna mwanadamu anayeweza kupigana vita, lakini mimi nimejitolea, nitapigana vita kwa yoyote ambaye atanifuata. Nitakuwa niko tayari kupigana vita yake. Wewe unajitwika vita, unapigana na wachawi. Utawaweza wachawi bila Yesu? Unapigana na waganga, utawaweza bila Yesu? Unapigana na mizimu, utaweza bila Yesu? Alafu unasema mimi nina vita. Wewe hauna vita. Kuna yule mtumishi mmoja amemba, umepigana vita gani? Anasema vita sio vya kwangu, ni vita vya Bwana. Nimpenda sana yule mtumishi, Paul Clement nadhani. Kwa kitu cha kwanza ukitaka ufanikiwe sana namna ya kutembea na Yesu,
Kwenye vita yoyote ambayo inatokea katika maisha yako, hakikisha hiyo vita unaikabidhi katika mikono ya Yesu. Unanao mikono, unasema mimi siwezi kupigana hii vita, mimi siwezi kushinda hii vita. Mungu, hii vita ni ya kwako, ingilia kati, pigana hiyo vita. Ndio maana akamwambia mfalme Yehoshafati, akamwambia ninakutuma upigane vita. Hiyo vita unaoenda kupigana sio vita ya kwako, ni vita yangu mimi. Kwa hiyo kuna kitu ambacho kilifanyika siku Yesu anasulubiwa msalabani. Siku Yesu anasulubiwa msalabani, alichukua vita vyetu vyote akaviweka kwake. Ila kwa sababu wanadamu ni wabishi, wanapigana wenyewe. Anaambia Yerusalemu, hayo mataifa yanayowatesa, mimi mwenyewe nitapigana nayo hayo mataifa. Ndio maana vita vingi ambavyo unakuta unashindwa, ukiangalia 100% haujamkabidhi Yesu hiyo vita. Ni lazima ushindwe, kwa sababu Yesu anajua namna ya kupigana hiyo vita. Nieleze ni wapi wameandika kuna vita Yesu aliishindwa? Yesu yule yule aliyesimama miguu yake katika mlima wa Mizeituni, alienda kuzimu. Siku ya 3 akafufuka kutoka kwa wafu. Katika kitabu cha Ufunuo wanasema mzaliwa wa kwanza wa waliokufa, ambaye katika wanadamu haijawahi tokea mtu kwenda kuzimu na kufufuka. Kwa hiyo kuna changamoto ambayo Yesu alikuwa akiona kwenye maisha ya waamini. Akiangalia waamini wengi wanapenda kupigana vita wao wenyewe, lakini Yesu wanamweka kando. Ndio maana kusimama kwenye mlima wa Mizeituni kuna lesson ambayo tulikuwa tunajifunza. Vita yoyote ambayo inatokea kwako, ukiwa umempokea Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako, unatakiwa kumkabidhi hiyo vita na kumwamini Yesu mpaka mwisho kwamba atakushindia hiyo vita. Kuna watu mpaka saizi ukiulizwa hauamini kama hiyo vita utashinda. Si kwa sababu unapigana mwenyewe. Yaani hauamini, uko 50-50. Tukiuliza hapa watu wengi wenye uhakika wa kushinda vita, unaweza kuta 5 au 3. Wengi watakwambia mtumishi wa Mungu, wewe acha tu. Takwambia mtumishi wa Mungu. Wengine wanajificha ficha, wakikaa huko peke yao wanajua wanachokutana nacho. Bwana Yesu asifiwe. Wanajificha ficha wakiwa hapa, wakifika huko nyumbani wanachokutana nacho wanakijua wenyewe. Kwa kuna kitu ambacho unatakiwa ujifahamu. Ili kuweza kushinda vita yoyote ya kiroho, unatakiwa kuwa na mahusiano mazuri na Yesu Kristo. Manake chochote ambacho kinaondoa mahusiano yako na Yesu Kristo, unatakiwa kukiacha kwa ajili ya Yesu. Kama Yesu aliacha kiti cha enzi mbinguni, akashuka duniani, akavaa mwili wa binadamu na akafa kwa ajili ya dhambi zetu, na sisi tunatakiwa kuacha vyote kwa ajili ya Yesu Kristo. Amen, watumishi wa Mungu. Kuna kimoja wewe mwenyewe ukiangalia kweli umekiacha kwa ajili ya Yesu Kristo. Alafu adui hicho ambacho kinakutenganisha na Yesu Kristo anakipamba, anakipaka mafuta, kinakuwa kinavutia. Yaani unasema yule pasta na kipala chake ajua anachoongea. Kwa hiyo kuna kitu ambacho unatakiwa ufahamu. Nguvu za giza wakitaka wahakikishe wanakupiga, kitu cha kwanza watachofanya, watahakikisha wanaharibu mahusiano yako na Yesu. Wakiharibu mahusiano yako na Yesu, unakuwa hauna cover kwenye vita yoyote unaoingia. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi sana hiyo vita wewe kushindwa. Wangapi wanasema wako tayari kuacha kila kitu kwa ajili ya Yesu? Amen, amen. Amen. Na moyo mzuri sana wapendwa. Mungu awabariki. Amen. Kwa hiyo aliposimama katika mlima wa Mizeituni, alikuwa anamaanisha ya kwamba hakuna mwanadamu anayeweza kupigana vita na akashinda. Kwa sababu vita vyetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza na majeshi ya mapepo mabaya katika ulimwengu wa roho. Na ambaye ana nguvu ya kukamata falme na mamlaka, majeshi ya mapepo mabaya ni Yesu, ambaye aliingia kuzimu siku ya 3 akafufuka akawa hai tena. Ndio maana neno la Mungu linasema hivi, kuna kitu unataka kufahamu, aliye ndani yako ni mkuu sana kuliko wa hii dunia. Manake unatakiwa kuamini kwamba kama Yesu aliweza kufanya miujiza mingi hapa duniani, na kama Yesu aliweza kutembea na ile nguvu, aliweza hadi kumfufua Lazaro, na Yesu anakaa ndani yako, manake wewe unaweza kufanya vitu vingi vikubwa kupitia Yesu. Na leo ombi nilionao ni ombi moja, ya kwamba kila vita ambayo imeharibu amani yako, ambayo imekosesha raha, ambayo imekosesha usingizi, leo tunaenda kumkabidhi Yesu. Leo tunaenda kumkabidhi Yesu. Tunasema hii vita sio ya kwetu, hii vita ni ya Yesu. Tunaenda kumkabidhi juu ya hayo magonjwa, tunaenda kumkabidhi hiyo afya, tunaenda kumkabidhi wa uchumi, tunaenda kukabidhi hayo mahusiano, tunaenda kukabidhi kila vita ambayo imetutesa. Tunamwambia tunakuamini wewe, ya kwamba wewe ndiye Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Unaweza kupigana vita vyote. Hakuna
Hakuna uchawi unaweza kushinda, hakuna uganga unaweza kushinda, hakuna mizimu inaweza kushinda. Sema kuanzia leo, Yesu Kristo ndiye mshindi wangu. Yesu Kristo ndiye mshindi wangu. Yesu Kristo ndiye nguvu zangu. Yesu Kristo ndiye njia yangu. Yesu Kristo ndiye dira yangu. Yesu Kristo ndiye neno langu, katika jina la Yesu. Lazima tumhubiri Yesu Kristo. If we don't preach about Jesus, utafika mbinguni ukiwa umechoka, na sio mpango wa Mungu. Ndio maana masomo na balance, kuna masomo mengine lazima ufundishwe namna ya kutembea na Yesu. Kuna watu, I am going to declare, kuna watu somo hili litapoisha, kuna watu, kuna eneo ambalo ulikatia tamaa, ulikuwa hauoni dalili kabisa ya kuvuka. Mimi nakwambia maombi niliyoomba kwa Yesu ya kwamba Mungu, sisi wanadamu hatuna uwezo wa kupigana vita. Leo tunasogea mbele ya uso wako, tunaleta vita vyote katika maisha yetu, tunaleta mikononi mwako, na wewe ukaingilie kati, ukapigane kila vita iliyotutesa. Na mimi nakutabiria kuanzia sasa, kila kilichokutesa katika jina la Yesu, Yesu akaingilie kati. Nasema Yesu akaingilie kati, akaingilie kati hayo mahusiano, akaingilie kati hiyo ndoa, akaingilie kati hiyo afya, akaingilie kati huo uchawi uliokutesa, huo uganga uliokutesa, hiyo mizimu iliyokutesa, hayo magonjwa, hiyo mauti, hiyo hofu ya mauti. Yesu akaingilie kati katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Neno la Mungu linasema tumepewa jina lipitalo majina yote, ambalo ni jina la Yesu. Kwa jina la Yesu vitu vyote vya juu mbinguni vitapiga goti, vya juu ya nchi vitapiga goti, vya chini ya nchi vitapiga goti. Hivi ninavyotamka, kuzimu wana tayari, waganga wana tayari, wachawi wana tayari, wanalijua hili jina, wanajua alienda kuzimu na siku ya tatu akatoka na masaki. Hakuna mlango utaoshindwa kufunguka, kwa sababu Yesu ana funguo. Ana funguo yako, funguo ya ndoa, funguo ya mahusiano, funguo ya uchumi. Yesu anayo. Kazi kwenda kwa Yesu, tunaenda kwa Yesu. Akasema mimi ndimi maji ya uzima, yoyote atekunywa haya maji atasikia kiu tena, atasikia kiu tena. I declare and decree, kuanzia sasa kiu uliokuwa nayo kwa habari ya wokovu, Yesu anaenda kujaza. Yesu anaenda kujaza. Yesu anaenda kujaza katika jina la Yesu Kristo. Leo kuna watu wataona nguvu za Yesu. Kuna watu utaona gonjwa linaondoka instant, yani hapo. Martha na Mariamu wanamwambia ndugu unayempenda Lazaro hawezi, anaumwa. Yesu anamwambia amjui hiyo vita ni ya kwangu, nitakuja siku ya 4. Martha na Miriam na Mariamu wanataka aende siku ya kwanza. Anawaambia ugonjwa ni kitu kidogo, nataka mauti, nataka maiti isiyozungumza, alafu nitafika kwenye kaburi. Anasema nataka maiti isiyozungumza. Kama maiti inaweza kutii sauti ya Yesu, vipi kuhusu hali ulionayo? Oh, shatalabakataya. Akamwambia Lazaro, ninakuita, toka katika hilo kaburi. Maiti ikanyanyuka, ikaanza kutoka. Na mimi na declare kuanzia sasa, sauti ya Yesu iende kwenye ile situation iliyoshindikana. Ayaba ikalamadaya. Ninaona kuna mtu mmoja mahusiano ameshindikana, lakini sauti ya Yesu ina penetrate, inasema mwache avuke. Kuna mtu mmoja mahusiano ameshindikana, kuna mtu mmoja uchumi umeshindikana, biashara imeshindikana, afya imeshindikana, lakini leo tuna sauti moja, tuna sauti ya Yesu itazungumza juu ya maisha yako. Kama alizungumza na maiti ya Lazaro ikasimama, Lazaro akawa bishop tena, na wewe ninaona vitu vinaenda kusimama. Vile vitu vilivyokuwa viendi vinaenda kusimama. Sauti ya Yesu, hakuna uchawi unaweza ukazuia. Sauti ya Yesu, hakuna uganga unaweza ukazuia. Sauti ya Yesu, hakuna mizimu inaweza ikazuia. Ninaona sauti ya Yesu inaenda kwenye kijiji cha mtu mmoja, inasema madhabahu
madhabahu, acha hili jina, acha hili jina, acha nitumikie. Ninaona sauti ya Yesu inaenda. Alaba ya katayaba. I can feel the power of Jesus Christ. I can feel the power of Jesus Christ in me. I can feel the power of Jesus Christ in me. Ya. Kila sauti iliyozungumza vibaya juu ya maisha yako, Yesu anabadilisha. Anasema imeandikwa, atabarikiwa ingiapo, atabarikiwa atokapo, atabarikiwa mashambani, atabarikiwa mjini. Yesu hataki vitu virahisi vilivyoshindikana. Amefika kwenye pango, maiti imelala siku 4 inanuka. Wale Wayahudi wanasema Yesu ameshindwa kumfufua Lazaro. Ninataka nikwambie, yaliyoshindikana kwa wanadamu, if we turn to Jesus, tukimgeukia Yesu, kila kilichoshindikana kwa wanadamu, kwa Yesu kinawezekana. Natamka kuanzia sasa, kila kilichoshindikana kwako, kwa jina la Yesu, kianze kusogea. Biashara sogea, uchumi sogea, mahusiano sogea, ndoa sogea. Natamka kuanzia sasa, I prophesy, the impossibles, they are coming possible. They are coming possible. Akalabayataya. Ninaona magonjwa kiachia, naona kansa kiachia, naona HIV kiachia, naona yadabada, kisukari kiachia, naona asesi kiachia, magonjwa tumbo kiachia, fibroid kiachia. Adikalabaya kataya, adika kwa jina la Yesu. Kuna vitu Yesu anaenda kufanya katika maisha yako ili ujue yeye ni Yesu. Neno la Mungu linasema Bwana akatokea. Maana yake kuna season Ayubu alisema za kusikia habari za Mungu, kwamba kuna watu wameinuliwa na Mungu, kuna watu wamefanikiwa. Lakini Ayubu akataja dimension nyingine, akasema lakini sasa nimemuona kwa macho. Ayubu akashangaa ule ukurutu, yale majipu yameachia, akashangaa napata uzao tena, akashangaa Mungu amempa mara 2, amekamata uteka, amempa mara 2 ya yale aliyokuwa nayo mwanzo. Na mimi kuanzia sasa, nenda ukamwone Mungu kwa macho yako. Nenda ukamwone Mungu kwa macho yako. Kwenye biashara yako, you are going to see the Lord. Kwenye uchumi wako, you are going to see the Lord. Kwenye ndoa yako, you are to see the Lord Jesus. Unaenda kumwona Mungu. Aya bashikatai. Ninakataa kuanzia sasa kwa jina la Yesu wengine kubarikiwa na wewe kusikia story kwa wengine. Ninatamka ukawe wewe kuanzia sasa. Natamka ukawe wewe. Natamka ukawe wewe. Popote ulipokwama, ukawe wewe. Ukawe wewe. Ukawe wewe kwa jina la Yesu. Umesikia kwamba wengine wanabarikiwa magari, wengine wanabarikiwa nyumba, wengine wanabarikiwa uzao, wengine wanabarikiwa ndoa. Natamka it is your turn. It is your turn. In the name of Jesus, it is your turn. Saizi ni zamu yako. Nasema ni zamu yako. I prophesy, this is your turn. This is your turn. This is your turn. This is your turn. Ukamwone Mungu kwa namna ambayo hujaimuona. Daudi akasema, kuna watu wananiuliza, machozi yangu yamekuwa chakula changu mchana na usiku, pindi watu wananiuliza Mungu wako yuko wapi. Na Mungu anasema this time around aendi kutokea kikawaida. Anasema atasimama kwenye mlima wa Mzeituni, na atavosimama, atasimama kama simba wa kabila la Yuda. Atasimama kama Sabaoti. Bwana
Bwana wa majeshi, ambaye ana majeshi yake, ambaye hajawahi shindwa vita. Ni yeye aliyepigana vita vyote. Vita vya Israeli ni yeye. Nguvu zake hazijapunguka. Ni yeye aliyemponya Naamani ukoma. Ni yeye aliyemnyanyua Lazaro. Ni yeye aliyemnyanyua mfanyakazi wa akida. Ni yeye Yesu. Ni yeye Yesu. Anasema leo hii anataka ingilie kati maisha yako. Anataka ingilie kati maisha yako. Anataka aingilie kati maisha yako. Oh, Jesus is about to get in your life. Jesus is about to get in your life. Ninaona watu 10 kwenye hili kanisa watakuwa matajiri wa kutisha hapa Tanzania. I prophesy, I see 10 people in the realm of the spirit watakuwa matajiri kwenye hili kanisa kwa level ya taifa. Watatajwa kwenye magazeti, watatajwa kwenye vyombo vya habari. Hawa ni matajiri wanaomtumikia Yesu. Mapambio yatapigwa ya Yesu kwenye redio, mapambio yatapigwa kwenye TV. Watu watamtukuza Yesu kwa sababu ninaona watu wanakwenda kumiliki redio, naona watu wanakwenda kumiliki TV, alafu wataenda kumtukuza Yesu. Jehova, 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 Jehova. Kuna mtu mmoja, ni mtu mkubwa sana, ni CEO wa kampuni moja kubwa. Watu wasiomjua Yesu wakamfuata yule mtu, wakamwambia, tumesikia kwa habari ya Yesu unayemtumikia, na tumetafuta watu wengi, tumeona wewe ndio unayempenda Mungu, na tunajua Yesu wako anatenda. Tunataka uwe CEO wa hii kampuni. Na nilivyoenda nikawa naongea naye, akaniambia, mtumishi wa Mungu, leta matangazo ya ibada. Nitamtangaza Yesu. Nitamtangaza Yesu kwenye redio ambayo inamilikiwa na wapagani, lakini Yesu anatangazwa. Yesu ana penetrate. Yesu ana penetrate. Yesu ana penetrate. Watu wapagani, lakini mapambio yalikuwa yanapigwa kwenye ile redio. Wakati tumeingia, akasema, mimi CEO, nimesema wapige nyimbo za injili za kumtukuza Yesu. Yesu hakuna sehemu anaoshindwa kuingia. Ninatamka kuanzia sasa, Yesu akaingia na wewe sehemu ambapo watu wengine wameshindwa kuingia kwa jina la Yesu. I open doors in the realm of the spirit. I open doors in the realm of the spirit. I open doors for you. I open doors for you. Namna utavofanikiwa, wengine wataenda kumjua Yesu kupitia wewe. Ninakutabiria kuanzia sasa, ukaihubiri injili ya Kristo kwa njia ya matendo, kwa jina la Yesu Kristo. Kitabu cha Luka sura ya 19 mstari wa 29. Ikawa alipokaribia Bethfage na Bethania kwenye mlima uitwao wa Mizeituni, alituma 2 katika wale wanafunzi. Yesu amekaa kwenye mlima wa Mizeituni. Kazi yake ni kutuma. Yesu haendi, ila anawaequip watu mafuta akiwa katika mlima wa Mizeituni. Ogopa sana mtu anayetumwa kutoka katika mlima wa Mizeituni, anayetumwa na Yesu. Yesu yuko nyuma yake. Yesu anamwangalia anakoenda. Akawatuma wale 2, akasema, nendeni katika kile kijiji, mtamwona mwanapunda, mtamwona punda, mfungueni. Mtu yoyote akiwauliza, mwambie Bwana ana haja na yeye. Ni maombi ndio kwa naomba. Kuna watu Mungu amewajaza mafuta na ulikuwa hujui una mafuta, lakini kumbe ni Yesu amekutuma, na yeye amekaa katika mlima wa Mizeituni anapigana vita yako. Anasema, go my son. Anasema, go my daughter. Niko nyuma yako, ninakuangalia unakoenda. Alipotuma wale wanafunzi 2, alikuwa anawamonita, anaangalia wanakoenda, na akawapa na neno. Akasema, nendeni mtamwona mwanapunda, mtamwona punda katika kile kijiji. Nyinyi kazi yenu ni kumfungua. Yoyote atawauliza, utawaambia sio mimi, yupo Yesu nyuma yangu. Utawaambia sio mimi, yupo Yesu nyuma yangu. Nina prophesy, kuna watu Mungu leo anawapaka mafuta, wanatumwa kwa ajili ya biashara tu. Hawa watu watakutana na vita kila namna, lakini watashinda kila vita.
watapigana na wewe lakini hawatashinda, kwa sababu Yesu anakutuma. Kuna watu ni watumishi wa Mungu. Yesu anakutuma kutoka katika mlima wa Mizeituni, anakuambia nenda mwanangu, nenda. Ni kweli utakutana na vita, utakutana na wanaokupinga, lakini as long as aliyekutuma ni Yesu, hakuna vita utaoshindwa. Hakuna vita utaoshindwa. Ninatabiri kuanzia sasa, Roho Mtakatifu Yesu Kristo awapake mafuta, awapake mafuta anaowatuma kwenye biashara, kwenye uchumi, kwenye utumishi. Awapake mafuta, awapake mafuta, awapake mafuta. Ninaona watu 10 wanaopakwa mafuta. Nasikia ni Kingdom Financiers wanapakwa mafuta ya uchumi kwa ajili ya ufalme wa nuruni. Wanapakwa mafuta ya uchumi kwa ajili ya ufalme wa Mungu, kwa ajili ya ufalme wa Yesu. Wanapakwa mafuta, mafuta ya uchumi, mafuta ya uchumi, mafuta ya uchumi. Wale wanafunzi wameenda kwa ujasiri. Kwanza Yesu akikutuma atafungua macho uone anachotaka uone. Wale wanafunzi walikuwa wajui kama kuna punda amefungwa, lakini aliwaambia mtapoingia katika kile kijiji. Yesu akikutuma, your spiritual eyes must be open. Unaanza kuona vitu ambavyo wengine hawaoni. Kuna watu mtatumwa China, utaanza kuona fursa ambazo wa China hawajaziona. Kuna watu mtatumwa Amerika, mtaanza kuona fursa ambazo wengine hawajaona. Kuna watu mtatumwa Europe, utakanyaga tutaanza kuona fursa. Nina declare kuanzia sasa katika jina la Yesu, let your eyes be open. Let your eyes be open. Let your spiritual eyes be open. Let your spiritual eyes be open. Neno la Mungu linasema wale wanafunzi walipoingia katika kile kijiji wakaona kama alivyowaambia. Yesu akosei kuona. Akikwambia lazima uone namna alivyokuambia. Kuna watu mna ahadi lakini umekata tamaa. Ninataka nikwambie kama ni Yesu ndiye aliyeona, hiyo ahadi haitakufa. Hayo maono hayatakufa. Hilo kusudi halitakufa. Hiyo ndoto haitakufa. Yesu aliona kabla toka ukiwa tumboni kwa mama yako. Akasema namtuma huyu kwenye eneo la biashara, namtuma huyu kwenye eneo la utumishi. Wakaona kama Yesu alivyowaambia. Mimi nakwambia kila maono ambayo Mungu amekuonesha hayatatoweka mpaka atimie. Ninasema hautakufa mpaka maono yatimie, na atatimia kwa wakati sahihi. Ninasema yatatimia kwa wakati sahihi. Ninaona watu wana ndoto za kuwekeza kwenye real estate lakini walikuwa wamekata tamaa. Ninataka nikwambie Yesu anakuambia nenda, anakuambia nenda, anakuambia nenda, go go go. Kuna watu wana sauti za kumwimbia Mungu. Yesu anakuambia nenda. Kuna watu wana neema biashara lakini walikuwa wanakata tamaa. Yesu anakuambia nenda. Kuna watu wana utumishi walikuwa wanakata tamaa. Yesu anakuambia nenda. Pale unapokata tamaa, Yesu ndipo anapoanza. Yesu akikutuma anakupa mamlaka juu ya kitu alichokutuma. Wale wanafunzi wake walipewa mamlaka ya kumfungua punda. Hakuna yoyote ambaye angeuliza. Yoyote ambaye aliwauliza wanatakiwa kujibu ni Yesu. Na wewe katika kila kinachofanyika katika maisha yako unatakiwa kutaja jina la Yesu. Ukiona kazi imefunguka, watu wakwambia ongea, unaambia ni Yesu. Ukiona mahusiano yamefunguka, watu wakwambia ongea, unasema ni Yesu. Ukiona uchumi umefunguka, watu wakwambia ongea, unasema ni Yesu. Ukiona biashara zinaenda vizuri, watu wakwambia ongea, unasema it is not me, it is Jesus. Manake unapotaja Yesu unampa mzigo wa kupigana ile vita. Anasema as long as acknowledge mimi, ngojea nilinde hiki kitu mpaka kifanikiwe. Kwa sababu amelitaja jina langu, ngojea nilinde hiki kitu mpaka kifanikiwe. Nina declare kitu chochote ambacho kilikuwa kinakusumbua kwa sababu ya kukosa mamlaka, ninatamka kwenye eneo lolote ambalo Yesu amekutuma, ninatamka mamlaka ya kiroho iwe juu yako. Natamka mamlaka ya kiroho iwe juu yako. Kuna watu wanapewa nguvu za kuomba, kuna watu wanapewa nguvu za kufunga, kuna watu wanapewa uwezo wa maono, kuna watu wanapewa
natoa revelation, nasema mamlaka iwe juu yako. Kuna watu wanapewa mamlaka juu ya uchumi wao, juu ya afya yao, juu ya kazi zao, juu ya ndoa zao, juu ya mahusiano yao, juu ya kampuni zao, juu ya uchawi, juu ya uganga, juu ya mizimu, kwa jina la Yesu. Unatakiwa uache kuongea kinyonge. Maana yake unaweza ukakemea ugonjwa ukasema, Bwana ana haja na mimi, siwezi kumtumikia Yesu nikiwa mgonjwa. Ugonjwa achia. Bwana ana haja na mimi, ugonjwa achia. Unashangaa kama umeachia kwa jina la Yesu. Maana yake waamini nitakiwa kujifunza namna ya kutembea kwa mamlaka. Na neno la Mungu linasema huyu mwanapunda alikuwa ametengwa, atakiwi kupandwa na mtu yoyote, anamsubiria Yesu. Mimi nataka nikwambie, kuna watu vita mnaopitia ni kwa sababu toka mkiwa kwenye matumbo ya mama zenu mlikuwa mmetengwa, ya kwamba huyu hata sujudu mizimu, huyu hata sujudu uganga, huyu ni wa kwangu, nimemtenga kutoka kwenye tumbo. Ndio maana unashangaa maisha yako na watu wengine yako tofauti. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu alikutenga. Na Yesu akikutenga anataka umbebe yeye peke yake. Hataki uabudu kingine. Anataka umwabudu yeye Yesu peke yake. Mimi nakwambia kuna watu wako set apart only for Jesus. Yaani utazunguka kote lakini kwa Yesu utarudi. Hauna namna. Kwa sababu toka ukiwa katika tumbo la mama yako, Yesu alikutenga kwa ajili ya kazi maalum, kwa ajili ya ufalme wake. Ndio maana huyu mwanapunda hakuruhusiwa mtu yoyote kumgusa. Ni Yesu peke yake alikuwa anaruhusiwa kumpanda huyu mwanapunda. Na mimi nakwambia kila nguvu ya asili ya kwenu ambayo inapambana na wewe, kama Yesu alivyokutenga, hakuna nguvu itaweza kukushinda. Ninasema hakuna nguvu itaweza kushinda. Hakuna nguvu itaweza kushinda. Hakuna nguvu itaweza kushinda. Hakuna nguvu itaweza kushinda katika jina la Yesu. Na leo nina kazi moja. Ninataka niombee watu waliotengwa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Watu wanaokutana na vita kwa sababu wametengwa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Ninataka niombe na hao watu kwa mzigo. Hawa ndio watu ambao wanakutana na aibu ili shetani akuprove wrong kwamba Yesu ana nguvu, kwamba Yesu hawezi kufanikisha. Na sio kweli. Kuna watu hivi sasa ninavyozungumza Mungu amewatenga kuwa manabii kwa ajili ya Yesu. Kuna watu wametengwa kuwa mitume kwa ajili ya Yesu. Kuna watu wametengwa kuwa wachungaji kwa ajili ya Yesu. Kuna wengine wafanya biashara ambao wanatakiwa wahubiri jina la Yesu kupitia biashara zao. Wewe hujaiona kuna magari yameandikwa Yesu Kristo ni Bwana? Wanahubiri, wanajua Yesu alikowatoa. Ndio maana magari yao wanaandika jina la Yesu. Kuna watu wakiona tu vile magari yanapita yameandikwa Yesu Kristo ni Bwana, kuna watu wanaokoka. Wanaanza kutafuta Yesu ni nani? Yesu anafanya kazi gani? Yesu ana nguvu gani? Wanaokoka kupitia ile injili. Kama Yesu aliweza kumfanikisha huyu akanunua magari, mabasi yanayosafiri mikoani, manake hata mimi anaweza kumfanikisha. Kwa hiyo kuna watu wanahubiri injili kupitia mali ambazo Yesu amewapa. Simama hapo ulipo.